Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya sikukuu hii ya Noeli, sikukuu ya Krismasi. Wazo kuu ambalo linatuongoza katika sherehe hii, katika sikukuu hii ni heri ya Krismasi. Heri ya Krismasi. Siku ya leo hatuna budi kufurahi, kutakiana heri ya Krismasi. Heri hii tutaisoma katika kadi mbalimbali. Heri hii tutaisikia katika nyimbo mbalimbali zitakazoimbwa katika kipindi hiki. Heri hii tutaiona katika mavazi mazuri tutakayovaa, wengine katika kanga, wengine katika masheti, wengine katika mashati. Heri hii tutaisikia kwenye mitandao ya kijamii, tutatakiana hapa na pale heri ya Krismasi, heri ya Krismasi, heri ya Noeli. Tutaiona katika runinga ikitangazwa katika matangazo mbalimbali ya kibiashara, lakini makampuni mbalimbali yatatakia wateja wake heri ya Krismasi. Tutasikia ikinguruma katika redio heri ya Krismasi. Tutasikia ndugu, jamaa na marafiki watutakia sisi heri ya Krismasi. Ni jambo la heri na baraka sana sana kujuliana hali, kutakiana heri ya Krismasi. Kwa hiyo ndio maana nasema na wewe heri ya Krismasi. Heri ni baraka, fanaka, furaha, shangwe, utulivu, amani na usalama. Hivyo tunapotakiana heri katika sikukuu hii, tunatakiana furaha, tunatakiana baraka, tunatakiana neema, tunatakiana usalama, tunatakiana utulivu, tunatakiana amani, tunatakiana afya. Kwa hiyo heri ya Krismasi. Ndugu zangu, wahenga wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Na ndio hii sherehe inaitwa mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa kawaida mgeni Kiafrika huwa anakuja na kitu fulani, huwa anakuja na mabadiliko fulani ambayo yanaletwa kwa ujio wake. Aidha tunaweza tukayafanya sisi kwa sababu yake. Ni jambo la kawaida sana katika tamaduni zetu za Kiafrika. Kwanza mgeni akiwa anakuja tunajiandaa vizuri kumpokea. Mgeni akiwa anakuja hata mlo unabadilika majumbani, ni kitu cha kawaida. Kama familia walikuwa wanatumia vitembele, hapo kidogo kakuku kanachinjwa na kanyama angalau kanaliwa. Ni kitu cha kawaida kabisa katika sherehe yoyote ile. Mgeni akija, kama kwenye familia kulikuwa kuna vimigogoro, viugomvi fulani, huwa vinawekwa pembeni. Angalau mgeni akija anakuta hali ya amani, hali ya utulivu, na hata kama basi wanajifanya wanapatana hapa na pale, ni kitu cha kawaida kabisa kabisa. Mgeni akija analeta amani, analeta utulivu, migogoro fulani inaondoka, upendo unatawala. Kiafrika mgeni vile vile aji mikono mtupu, anakuja na kikapu ambacho kinaning'inia ndani mwake kunakuwa kuna kazawadi, kuna kitu ameleta kwa wale anaowaendea au anaokwenda kukaa kwao. Ni kitu cha kawaida kabisa mgeni aji mikono mitupu. Anakuja ili awe na cha kupokelewa. Akitokea basi mkono ya mwenyeji wake inaenda inaangalia, mikono yake inapokea. Mgeni akija anakuja na furaha kwa sababu mgeni anakuja na zawadi, mgeni anakuja na heri. Ndugu zangu, ni kitu cha kawaida kabisa. Hata mtoto akizaliwa katika tamaduni za Kiafrika analeta baraka, analeta heri. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Kristo ni heri, lazima tufurahi. Kuzaliwa kwa Kristo ni baraka, lazima tufurahi. Ndio maana tunashuhudia katika sikukuu hii kanisa linasimama. Kanisa lenyewe linasimama kwa mshangao wa furaha kubwa sana katika fumbo hili. Mshangao ambao hauwezi kuelezeka kabisa. Mshangao ambao hauwezi ukauweka katika akili ya kibinadamu. Hiki ni kitu ambacho ni cha furaha ya ajabu sana. Ni furaha ya ajabu isiyoelezeka. Hii ni sikukuu ambayo au ni siku ambayo mtakatifu anakuja kukutana na sisi ambao si watakatifu. Hii ni sikukuu ambayo mtakatifu huyu wa milele anachukua mambo ya kibinadamu, anachukua unyakati, anachukua wakati wa mwanadamu na kuishi katika mwanadamu au kati ya wanadamu. Ni siku ambayo asiye na mipaka anakuwa mtoto mchanga. Ni siku ambayo mwenye mamlaka anakuwa mtumishi.
Ni sikukuu ambayo aliyeketi katika kiti cha enzi anakaa orini. Ni heri kubwa sana, ni furaha kubwa sana. Mungu anatoa mwili na kukaa kwetu, yeye anakuwa Imanueli. Ni sikukuu ambayo mfalme wa wafalme anazaliwa bila chochote. Ni sikukuu ambayo Bwana wa mbingu na nchi anawekwa mikononi na kulazwa katika mikono ya mama yetu Bikira Maria, mikono ya mwanadamu. Hii ni heri kubwa ambayo haielezeki kwa akili za kibinadamu. Ndio maana tunafurahi sana sana. Mungu amewakumbuka watu wake. Mungu amewajilia watu wake. Ni jambo la heri, ni jambo la furaha, na lazima furaha hii tuishirikishe kwa ndugu, jamaa na marafiki zetu, hasa ikiwa inatokea ndani, kwa kuwa tumempokea yule aliyeahidiwa na manabii, yule aliyenenwa na manabii, yule ambaye manabii na wafalme walitamani kumwona. Mimi na wewe tunamshuhudia kwamba amezaliwa kati yetu. Kuna mengi tunajifunza hapa, kuna mengi tunaweza tukayasema tukatafakari, lakini heri ya Krismasi. Tukiwa na hilo wazo, heri ya Krismasi, furaha ya Krismasi, tafakari mawazo makuu mawili. La kwanza, Krismasi hii, Noeli hii ni somo. Krismasi, Noeli ni somo. Krismasi ni zaidi ya zawadi, ni zaidi ya kadi, ni zaidi ya likizo, ni zaidi ya starehe za kila aina. Krismasi ni zaidi ya kuuza na kununua, kuvaa nguo mpya. Krismasi ni zaidi ya kuchoma nyama, kusafiri na kula na kunywa na kusahau, na starehe na mziki. Ni zaidi kabisa. Krismasi ni somo. Moja, Krismasi ni somo la unyenyekevu. Krismasi ni somo la unyenyekevu. Mtakatifu Agustino alisema, ananukuu, muumba wa wanadamu alifanyika mwanadamu ili yeye mtawala wa nyota apate kulishwa katika titi la mama yake. Huu ni unyenyekevu wa hali ya juu sana. Ni katika sikukuu hii Mungu apigi kelele juu ya ukuu wake, bali anatoa sauti ya mtoto mchanga aliyelala olini katika kidude kifaa cha kulishia mifugo. Huu ni unyenyekevu mkubwa sana. Huyu mfalme wa wafalme hazaliwi katika familia kubwa sana, bali katika familia ya watu wa kawaida kabisa. Familia hii ya Yosefu. Anazaliwa katika mazingira ya kawaida kabisa. Huu ni unyenyekevu mkubwa. Krismasi ni somo la unyenyekevu. Tumezoea sana. Tumezoea ukuu ukionekana kwa mabavu, kwa nguvu, mamlaka, vitisho na mafanikio makubwa sana. Ila sikukuu hii inatufundisha vitu tofauti kabisa. Inatueleza tofauti kabisa kwamba ukuu unapatikana katika unyenyekevu. Bikira Maria aliimba, amewakweza wanyenyekevu na kuwashusha wenye nguvu. Wenye njaa amewashibisha mema, matajiri amewaacha waende mikono mitupu. Alishangilia unyenyekevu na ukuu huu wa Mungu. Kasome katika Injili ya Luka ile sura ya 1 aya ya 46 mpaka ya 56. Krismasi ni somo la unyenyekevu. Hivyo, njia rahisi ya kuinuliwa na Mungu, njia rahisi ya kuwa juu ni kuwa mnyenyekevu. Utainuliwa na utapendwa, sio tu na Mungu bali hata na wanadamu wenzako. Tunajua kabisa ndugu zangu katika Kristo, unyenyekevu si jambo jepesi sana. Nitawapa mfano. Kuna ndugu mmoja alikuwa ni tajiri na kampuni yake kubwa ilikuwa imekuwa kubwa sana sana. Akaamua kutangaza nafasi za ajira. Siku hiyo yeye akavaa nguo za kawaida kabisa, akakaa nje ili aone wale wanaokuja katika interview. Watu wengi kwa sababu alivaa kawaida walimpita. Akaamua basi baada ya kuona muda umeenda apande lifti aende huko juu ambako kunafanyika hiyo interview. Wakati anapanda lifti, baadhi ya watu walimtukana, baadhi ya watu walimfukuza kwa sababu ni mchafu, ni mtu wa kawaida kabisa. Baadaye walikuja kushangaa kwamba yule waliyekuwa anamtukana, waliomdharau kule nje, waliyemfukuza katika lifti ndiye alikuwa mwajiri wao. Alikuwa ameshuka akasema, akawaambia, ninyi hamfai kuwa wafanyakazi katika kampuni hii. Mfanyakazi lazima ajue namna ya kuwa mnyenyekevu. Mungu atakunyanyua pale utakapojishusha na kuwakumbuka wale waliojishusha.
Krismasi ni somo la unyenyekevu. La pili, Krismasi ni somo la upendo. Niwaambie ukweli, Krismasi ni somo la upendo. Mungu ametupenda. Mungu ametujalia neema. Mungu ametujalia furaha. Ni upendo wa ajabu sana. Mtoto huyu aliyezaliwa anaonyesha upendo mkubwa wa Mungu kwa watu wake. Watu waliopotea na kutawanyika wanakusanywa pamoja kama taifa moja chini ya Kristo. Sasa hivi ukienda kokote duniani, watu wanakuuliza wewe ni nani? Utasema mimi ni Mkristo, na wanakupokea. Ukristo unatuunganisha. Mungu huyu ametuunganisha watu wa kila kabila, umri, rika, utaifa, wote tunakutana pamoja chini ya Kristo. Ni upendo mkubwa sana. Upendo mwingine ambao unaweza ukausoma au ukauelewa katika sikukuu ni huu: tumesikia akamzaa mwanaye kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza horini. Tumesikia hizo habari. Unaweza kusoma vile vile katika hizo habari katika Injili ya Luka ile sura ya 2 aya ya 7. Niwaambie kitu hapa ambacho ni cha muhimu sana kukizingatia, kwamba Krismasi ni somo la upendo. Mtoto aliyevikwa nguo za kitoto tayari amefunikwa katika fumbo la msalaba. Mtoto huyu nyuma yake kuna fumbo la msalaba. Bethlehemu kuna Kalivari inaakisiwa hapa. Msalaba ni upendo. Mbao za orini zinatabiri mbao za msalaba. Nguo za kitoto zinatabiri sanda yake ya mwisho. Hori la kulishia wanyama linatabiri Kristo kama chakula cha uzima, yaani Ekaristi. Hii ni sadaka ya upendo. Krismasi na Pasaka vinaenda pamoja. Ni fumbo la ajabu la upendo wa Mungu kwa wanadamu. Huu ni upendo wa ajabu sana. Tunasoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Tunasoma katika Injili ya Yohane ile sura ya 3 aya 16. Upendo huu nitawapa mfano tena. Mtoto mmoja siku moja aliomba baba yake ampe zawadi atakapofikisha miaka 18. Akiwa na miaka 17, alimkumbusha baba yake juu ya zawadi, kwamba baba, naomba unipatie kitu ambacho kitaonyesha kweli unanipenda, kweli unanijali, kweli unanithamini, mimi ni kijana wako mpendwa sana sana. Baba akamwambia, mwanangu, usiwe na haraka, ukifikisha miaka 18 nitakupa zawadi. Lakini haikuwa hivyo. Katikati ya hii miaka 17 mtoto akaugua ugonjwa wa moyo, akapelekwa hospitalini. Baada ya kuangaliwa hapa na pale, madaktari wakakutana pamoja, wakamuita baba, wakaambia, baba, tunaomba kwa masikitiko tukwambie hiki, moyo wa huyu mtoto kwa hali ilivyo, kiukweli kabisa hawezi kupona huu ugonjwa wake. Mtoto akasikia hizo habari, alisikia madaktari wakiwa wanaongea. Alichofanya nini? Akaanza kulia, akamwita baba yake, akaambia, baba, nilitegemea utanipa zawadi, nilitegemea nikifikia miaka 18 nitapokea zawadi, lakini nakaribia tu miaka hii hakuna chote, mimi nakufa. Kwa hiyo hii ndio zawadi? Baba akamwangalia mwanae kwa masikitiko makubwa sana, kwa huzuni, lakini akampa moyo, akamwambia, mwanangu, nakupenda sana, nitakupa zawadi. Sasa akasema, baba, unanidanganya, baba, unanipa moyo. Basi baadaye madaktari na baba wakatoka nje kuendelea. Mtoto akapumzika akiwa anawaza. Baada ya muda fulani akapetiwa na usingizi na hao mengine yakaendelea. Nikwambia nini? Alikuja kushtuka baada ya siku 2. Baadaye akakutana tu na madaktari peke yake. Akaambiwa, tuna furaha kukwambia kwamba umerecover, afya yako imerudi, unaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani. Akauliza, baba yuko wapi? Akasema, baba yako yuko nyumbani. Basi mtoto akashukuru, madaktari akaondoka, akaenda nyumbani kwao. Kufika mlangoni anakutana na karatasi imeandikwa, mwanangu, nilikupenda, zawadi niliyokupa ni moyo huu, naomba uutunze. Mimi nimetangulia kwa sababu yako, nimetoa moyo wangu kwa ajili yako. Huu ni upendo mkubwa sana. Mtoto alilia. Ndugu zangu, Kristo amejitoa kwa ajili yetu. Ni upendo mkubwa sana. Lazima tulie machozi ya furaha, lakini tulie machozi ya kuthamini huu upendo. Krismasi ni heri, Krismasi ni baraka, Krismasi ni furaha, lakini furaha ambayo inaakisi au inatathmini na kufikiria upendo wa Mungu kwa wanadamu. La tatu, Krismasi ni somo la amani. Krismasi ni somo la amani. Tumesikia malaika wakiimba, utukufu kwa Mungu juu na amani duniani kwa watu waliowaridhia. Injili ya Luka ile sura ya 2 aya ya 14.
Mtoto aliyezaliwa anaitwa the Prince of Peace, Bwana wa amani. Hakuja na farasi, mabunduki, majeshi, mizinga, vitisho na vitu vya kutisha. Alikuja na neno moja tu, amani iwe nanyi. Amani iwe. Alitangaza kuleta amani, alitangaza kuleta furaha kwa uwepo wake. Hii ni kinyume kabisa na ni somo kubwa sana la ulimwengu huu ambalo tunaishi mimi na wewe leo. Ulimwengu uliojaa hofu, woga, wasiwasi, mauaji, mashaka, migogoro, mashambulizi ya kushtukiza hapa na pale tunashuhudia katika ulimwengu wetu wa leo. Huyu Bwana tunayempokea aingie kati yetu, aseme amani iwe nanyi, furaha iwe nanyi. Ni amani hii, kwa sababu ulimwengu wa sasa hivi tunauindana kama wanyamapori ambao tunaishi katika mbuga moja, kama wanyama walao nyasi na wanyama walao nyama, tunauindana, lakini wote ni binadamu. Ndio hapa mfano, ndugu mmoja siku moja aliulizwa swali, akaulizwa, je, kati ya simba na mwanadamu yupi unaomba ukutana naye uko polini? Akasema, bora nikutane na simba kuliko mwanadamu mwenzangu, inaumiza sana. Bwana huyu analeta amani. Tunasoma katika kitabu cha nabii Isaya. Ndugu zangu, amani hii itawale ndani ya mioyo yetu. Heri ya Christmas. Heri ya Christmas. Christmas ni somo. Christmas ni somo. Hilo ndilo wazo la kwanza. Wazo la pili, Christmas ni mwaliko. Christmas ni mwaliko. Ni mwaliko. Wengi tumealikwa katika sikukuu hii. Karibu ule pamoja nami. Karibu tukae pamoja. Karibu tusherehekee pamoja. Sasa Christmas ni mwaliko. Ni mwaliko wa nini? Christmas ni mwaliko wa ukarimu, lakini ukarimu unaotokea moyoni na ukarimu wa kubadilisha moyo kwanza. Ukarimu wa kubadilisha moyo kwanza. Tumesikia hapakuwa na nafasi kwao katika nyumba ya wageni. Injili ya Luka ile sura ya 2 aya 7. Maandiko matakatifu yanasema alikuja kwa walio wake, ili walio wake hawakumpokea. Hii inaonyesha kukataliwa kwake. Inaonyesha watu hawakuwa wakarimu. Injili ya Yohana ile sura ya 1 aya 11. Ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao watu wengi sisi sio wakarimu. Hata wale waliokuwa wakarimu sasa hivi wanaogopa kuwa wakarimu au kuonyesha ukarimu wao ili asije akapata majanga makubwa. Hii somo Krismasi hii, sikukuu hii, inatufundisha kuwa wakarimu. Tunaishi katika ulimwengu ambao ukimsalimia mtu anakuuliza au anajiuliza mara mbili, unanifahamu? Wewe ni ndugu yangu? Kuna jambo lolote? Watu wameacha kuwa wakarimu. Tunaishi katika ulimwengu ambao ukimtendea mtu wema anajiuliza, kwa nini umenitendea wema? Una lengo gani la kunitendea wema? Ukiwa mkarimu kwake anakuuliza, pana, unataka nini kwangu? Watu wameacha kuwa wakarimu. Ukimtembelea mtu anakuuliza, unaondoka lini? Au umefata nini? Au umekuja kwa habari gani? Watu wameacha kuwa nini? Wakarimu. Tunaishi katika ulimwengu ambao ni rahisi sana kupata msaada kutoka kwa watu baki kuliko kwa ndugu zako wa karibu. Watu tumeacha kuwa wakarimu. Tunaishi katika ulimwengu ambao michango ya msiba ina maana kubwa sana kuliko michango ya kumsaidia mtu aliye mgonjwa ili akumnusuru na kifo. Watu tumeacha kuwa wakarimu. Watu tunatengana kwa sababu akichanga misiba, lakini hatutengani kwa sababu tumeshindwa kumsaidia mgonjwa asije akafariki. Hapo tumeacha kuwa wakarimu. Tunaishi katika ulimwengu ambao vyumba vya ukarimu vimejaa. Vyumba vya undugu, ujamaa na urafiki na wema vimejaa. Hatuna tena nafasi ya kuwa wema kwa watu wengine. Nimesema ni ukarimu ambao unatakiwa uanzie ndani ya mioyo yetu. Watu hawakumpokea kwa sababu inaakisi mioyo yao ilikuwa namna gani. Mimi na wewe ndugu zangu, inawezekana tusimpokee Yesu Kristo kwa sababu mioyo yetu tayari imejaa. Vyumba vyetu tayari vimejaa chuki, uhasama, visasi, vinyongo, madhambi ya kila aina. Vyumba vyetu vimejaa. Hatuwezi kuwa wakarimu kwa Yesu Kristo. Na kama hatuwezi kuwa wakarimu kwa Yesu Kristo, ndipo hapo hatuwezi kuwa wakarimu kwa watu wengine. Ni wakati huu sasa wa kufanya vyumba vyetu wazi, ili Kristo akae, ili Kristo azaliwe tena kwetu, ili na watu wengine wakae wapate nafasi ndani ya vyumba vyetu. Kama ulikuwa na ndugu yako hawezi kutembelea, apate nafasi kwako. Kama ulikuwa na rafiki hawezi kupigia simu, apate nafasi kwako. Kama ulikuwa na mtu ambaye hamuelewani, apate nafasi kwako. Krismasi ni mwaliko wa kubadilika na kuwa wakarimu zaidi.
Krismasi ni mwaliko, la pili, ni mwaliko wa kutoka gizani. Ni mwaliko wa kuja katika mwanga. Tumesikia watu waliokaa gizani na katika uvuli wa mauti wameona nuru kuu, kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 9 aya ya kwanza. Tumesikia waliopewa hizi habari ni watu waliokuwa kondeni, watu wa kawaida kabisa, tungesema katika giza, ambao hawaangaliki, hawaonekani kabisa. Tumesikia wanaambiwa usiogope, maana tazama analetea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa juu ya watu wote. Injili ya Luka ile sura ya 2 aya ya 10. Japo inaonyesha unyenyekevu, lakini inaonyesha kwamba hao watu walikuwa wanatolewa katika giza. Kristo ni nuru inayokuja kutoa gizani. Yamkini tunaishi katika ulimwengu wa giza la hofu, mashaka, laana, wasiwasi, ukosefu wa haki, mateso, vifungo mbalimbali vya wazee vinatufunga. Tunaona hatufanikiwi, hatupigi hatua, hatufanyi chochote kile. Krismasi ni wakati wa kutambua kwamba Kristo anakuja kama nuru. Kristo anakuja kama mwanga wa kumulika na kutoa katika hilo giza ambalo linafunga akili yetu. Sisi ni wa Kristo. Sisi kwanza ni wa Kristo, sisi ni wake. Hatuna budi, hatutakiwi kufungwa na hivi vifungo vya aina yoyote vile. Watu waliokaa gizani wameona nuru kuu. Nuru hii imulike maisha yako. Huu ni wakati wa kuondoa aina yoyote ya giza na kumtazama Yesu Kristo aliye nuru. Yamkini unaishi katika vifungo vya jamii na mtazamo wa asi chanya wa jamii. Tumesikia kuzaliwa kwake, habari za kwanza walipashwa hao wachungaji, watu wa kawaida kabisa ambao katika jamii walikuwa wanaonekana hawafai, walikuwa wametengwa, walikuwa wanadharaulika, hata mahakamani hawezi kutoa ushahidi. Watu walikuwa na uwezo kusimama mbele za watu na kujitambulisha, watu waliokuwa huko. Yamkini na wewe kuna vifungo vya jamii ambavyo vimekaa. Krismasi ni mwaliko wa kubadili mambo, kubadili mtazamo, kusimama tena. Hata kama ulimwengu haukujui, amini Mungu anakujua. Hata kama ulimwengu haukupendi, amini Mungu anakupenda. Hata kama dunia inakuona ni wa mwisho, mbele ya Mungu wewe ni wa kwanza. Hata kama dunia haikusikii, Mungu anakusikia. Wewe ni muhimu sana. Ni mwaliko wa kutoka gizani na kuja mbele ya Mungu na kujihisi wewe ni mpendwa wa Mungu na Mungu anakujali na yupo kwa ajili yako. Usiwe mnyonge tena, simama tena, inuka tena. Sio mnyonge, lazima uwe na furaha. Ndio maana tunatakiana heri ya Krismasi. Krismasi ya tatu ni mwaliko wa kubadili historia. Ni mwaliko wa kubadili, kuwa mtu mpya, kugeuka kabisa na kuwa mtu mpya. Mtakatifu Alfonsius Ligori alisema hivi: mwana wa Mungu alifanyika mwanadamu ili wanadamu wapate kuwa watoto wa Mungu. Ni mageuzi makubwa sana. Tumesikia habari ya historia, habari za ukoo wa Yesu Kristo. Wahusika wengi waliowekwa hapo ni watu waliokuwa wa ajabu kabisa, lakini Mungu alibadilisha historia yao. Tumesikia majina yaliyotajwa. Tumesikia Tamari. Huyu alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Yuda, baba mkwe wake. Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo ile sura 38. Tumesikia habari za Rahabu. Rahabu alikuwa ni kahaba wa kutisha sana. Kasoma habari zake katika kitabu cha Yoshua ile sura ya 2 aya ya 1. Tumesikia habari za Rutu. Huyu alikuwa mgeni wa Moabu, taifa lilojulikana kama adui na mtesi mkubwa wa Israeli. Kasome hizo habari katika kitabu cha Rutu ile sura ya 1 aya ya 1 mpaka ya 4. Tumesikia Betsheba, mke wa Uria aliyelala na mfalme Daudi, jambo la ajabu sana la kutisha sana. Kasome habari zake vizuri katika kitabu cha pili cha Samueli ile sura ya 11 aya ya 1 mpaka ile sura ya 12 aya ya 9. Utashangaa, lakini ndio hawa Mungu anaweka katika ukoo wake, ukoo wa mwanaye mpendwa, ukoo wa Yesu Kristo. Hii inaonyesha kuwa neema ya Mungu haina mipaka. Neema ya Mungu inabadili historia. Neema ya Mungu inatenda kazi, si kadiri sisi wanadamu tunavyotaka, bali kadiri ya mapenzi yake. Neema ya Mungu ni kwa ajili ya wote. Hivyo ndugu zangu, Krismasi ni mwaliko wa kuelewa kuwa huruma na upendo wa Mungu hauna mipaka. Hata kama historia yako nyuma ilikuwa mbaya, hata kama historia yako nyuma ilikuwa haifai, Mungu anasema, mwanangu, nimekuja kwa ajili yako. Badili historia yako, anza upya. Wewe ni mwana mpendwa sana. Mungu aangalii madhaifu ya kibinadamu. Mungu aangalii kama wanadamu angaliavyo. Mungu anaangalia moyo.
Mungu anaangalia mbele, mwanadamu anaangalia nyuma, mwanadamu anaangalia leo, ila Mungu anaangalia ya jana, leo na kesho. Kwa hiyo Mungu amekuchagua wewe licha ya yote, licha ya historia yako, licha ya matukio katika historia yako. Mungu ana mpango na wewe. Krismasi ni mwaliko wa kubadili historia. Anza leo, badili historia yako. Usiishi na historia ya nyuma kwamba nimefungwa, nimefanya hivi, nimefanya hivi, nilifanya. Hapana. Mungu anataka kuanza upya na wewe. Kila kitu kilitokea, kimetokea, Mungu ana mpango nacho. Hivyo mwachie Mungu maisha yako, anza upya. Krismasi hii iwe na maana katika maisha yako, kwamba katika Krismasi hii niligeuka, nikaanza, niliacha historia yangu hii, niliacha kujitazama hivi, niliacha kujiona hivi, nilitoa miwani yangu ambayo nilikuwa nimeivaa. Toa miwani ya mtazamo wa kibinadamu, vaa miwani ya mtazamo wa kimungu, kwa sababu ukivaa miwani ya rangi ya kijani, kila kitu utakiona cha kijani. Ukivaa miwani nyeusi, kila kitu utakiona cheusi. Vaa miwani meupe, ujione mweupe mbele ya Mungu. Krismasi ni mwaliko wa kubadili historia. Krismasi ya 4 ni mwaliko wa kuwa kama Kristo. Ni mwaliko wa kuwa kama Kristo mwingine katika ulimwengu huu. Mtoto mmoja siku moja aliulizwa, mbona haukasiriki? Mbona haununi kwa sababu hujapata zawadi kipindi hiki cha Krismasi? Mtoto alijibu akasema, hii sio sikukuu yangu, ni sikukuu ya Kristo, ni sikukuu ya kuzaliwa Kristo. Zawadi tunampa Kristo. Wengi katika sikukuu hii tunaweza tukajikuta tunategemea kupokea zawadi sana, au wakati mwingine kukasirika kwamba hatujapokea zawadi, bila kujua kwamba sisi zawadi kubwa ambayo tunatakiwa kuwa nayo ni sisi kuwa Kristo wengine katika ulimwengu. Hii ndio zawadi. Zawadi kubwa ni wewe kuwa Kristo mwingine, na hii ndio zawadi ambayo kubwa kabisa unatakiwa kuipokea. Yaani ujipokee na umpokee Kristo ndani, akufanyi wewe kuwa Kristo mwingine katika maisha ya watu wengine. Omba sana hii zawadi ifanyike ndani mwako. Yaani wewe ndio uwe zawadi. Usifikirie kupokea zawadi, usifikirie kupokea, bali wewe ufikirie kutoa. Yaani wewe uwe zawadi na ujitoe kwa watu wengine. Uwe zawadi ya furaha, upendo, amani kwa maisha ya watu wengine. Ndugu mmoja alipoulizwa angependa nini kama zawadi katika sikukuu hii ya Krismasi, alisema, mimi napenda marashi, napenda kunukia, napenda perfume. Watu wakashangaa, kwa nini unachagua hivi? Anasema, hapana, napenda hivi kwa sababu kuna watu wanatambulikana kwa marashi yao, kuna watu wanatambulikana kwa harufu zao wanazojipuliza. Kwa hiyo wakipita tu watu wanajua huyu ni nani. Mimi napenda ninukie marashi ya Krismasi, marashi ya mtoto Yesu, ili nikipita watu wasinione mimi, wamuone mtoto Yesu. Watu wakiniona wasisikie harufu yangu mimi, bali wasikie harufu ya Krismasi. Alipoulizwa harufu ya Krismasi ni ipi, akasema, nikiingia nyumbani kwangu, nyumba inukie marashi ya upendo. Nikiingia ofisini, ofisi inukie marashi ya kuvumiliana na msamaha. Nikikutana na rafiki zangu, urafiki wetu inukie marashi ya furaha. Nikiongea, midomo yangu inukie marashi ya amani. Watu wapate furaha kuwa karibu nami, ili katika yote Kristo huyu aliyezaliwa, ili katika yote mtoto Yesu na Krismasi isiwe tu tukio la kihistoria, tukio la kupita, bali tukio la milele katika historia ya maisha yangu sasa na hata milele. Amina. Watu wakiniona, watu wakinitazama, wamuone Kristo ndani mwangu, wamuone mtoto aliyezaliwa ndani mwangu. Hiki ndicho nachotamani. Ndugu zangu katika Kristo, naomba na wewe utamani hicho. Kristo afanyike upya ndani mwako. Krismasi iwe somo. Krismasi iwe mwaliko wa kuwa mtu mpya. Tumsifu Yesu Kristo. Heri na baraka tele ya Krismasi. Mungu akubariki sana.